GOAT wa Afrika Peter Shalulile wakati anatambulishwa, Ally Kamwe aliusimamisha uwanja mzima kwa ajili ya kumpokea Peter Shalulile ambaye alikuwa anatambulishwa mbele ya mashabiki, wanachama pamoja na viongozi mbalimbali ambao walikuwa sehemu ya shughuli ya klabu ya Young Africans hapo jana, na Godlisten Mulu pamoja na coach Michael Yera. Kamwe jana kaichukua shughuli kama ambavyo walitangaza, lakini moja kati ya kitu ambacho kilionekana kuwa cha kuvutia ni alipoambatana na watu wa burudani. Unaona kila mchezaji alivyokuwa akiitwa ilikuwa inapigwa, yani ile tunasema nyimbo ya kitamaduni ya sehemu anayotoka, mchanganyiko yani. Godlisten, naam, vijiweni tungeuliza vipi semaji kaweza? Yes, nafikiri ilikuwa imezoeleka kwamba kuna watu special kwa ajili ya shughuli kama ya kuintroduce wachezaji, kusimamia tamasha kwa ujumla, kusherehesha ma-MC wale ambao wakati mwingine wanaweza kuwa hawahusiki kabisa na club. Kwa misimu kadhaa tumeona kuna nyakati ambazo Haji Manara alikuwa sehemu ya club akawa anahusika, lakini pia mkongwe Maulid Kitenge amefanya, Zembwela pia amefanya, Dakota amefanya, lakini semaje akasema hii mwaka huu yangu. Sababu inaweza kutambulisha wachezaji. James ilikuwa pamba. Yes, James Samuel alikuwa pamba. Tena alikuwa na tupa. Yes. Alikuwa James wawili. Alikuwa kuna James. Aidan alifanya ya Black Stars Singida. Aidan huyu. Ilikuwa ile kwenye tamasha la Singida, ile mechi walicheza timu kutoka Kongo. Sinanili walicheza na AS Vita. AS Vita Club. Nakumbuka ile. Watu washapiga. Ila ya Idani nitaenda kuisikiliza huko. Kwa kumbukumbu, kama kuna mtu ana kumbukumbu anaweza sababu nakumbuka siku ile nilikuwa uwanjani, nilikuwa Singida mimi ile siku. Tuone punch ipo. Maana akiwaga na Gilbert Johannes kwenye shughuli zetu za kwenye ring. Pale ana mpinzani. Pale hamna mpinzani. Yes, nafikiri jana waliamua kuifanya special sana na inaleta ladha kama kila siku unakuja na kitu kipya. Yes, tofauti. Kitu kipya namba moja kwenye utambulisho wa wachezaji nje ya shughuli nyingi ambazo ziliendelea jana. Mimi nilipenda namna walivyo recognize, walivyotambua kila mchezaji, taifa analotoka, asili ya muziki ni upi. Unakumbuka wakati wanatambulishwa Maxi na Shadrack Kiboka, likapigwa bolingo, likapigwa sebene. Ambao ni Kongo moja. Yani sebene linapopigwa, unajua maana yake nini? Engagement. Wakati kina Sir Alex Ferguson wanaenda kusajili Jisung Park kutoka PSV, hawakuwa wanawaza tu ligi ya Eredivisie ya Uholanzi. Walikuwa wanawaza soko la pale South Korea litakuwaje. Na unaweza kukuta kabla tababu hajamsaini, hiyo ni project inatoka juu kwenye management. Bwana, tunaenda mashariki ya mbali, Far East, Japani, sijui South Korea kwenda kufanya tour. Je, tuna engage vipi? Lazima tuhusike hata na mchezaji wao mmoja. Sasa unapigwa mziki kama ule wa bolingo sebene, alafu yuko Maxi na Boka. Unajua unawachukua mashabiki wa Kongo kwa kiasi gani walioko ndani na nje ya Kongo. Maana yake tayari wanajiengage moja kwa moja. Shalulile anatoka Namibia, wamepakana na Afrika Kusini, lakini maisha yake asilimia karibia 90 katumia Afrika Kusini. Utawapigia mapiano, utawapigia kwaito na kadhalika. Kwa hiyo kile kitu cha kujaribu kurecognize watu pamoja na mziki wao. Kwa mfano watoto wa Kizaramo maana yake wapigie mziki wa kwao, wapigie zao singeli, nchiri, nanda na kadhalika. Na kitu ambacho mimi nilikiona jana labda nisikia kitu cha tofauti kwa sababu Kamwe kama afisa habari wa club, lakini pia wote tunaona anaishi na hao wachezaji. Jana kuna baadhi ya matukio alituonyesha kwamba hao wachezaji anaishi nao na anawajua vizuri tabia zao. Kwa hiyo mmoja kati ya utofauti ilikuwa ni pamoja na kutupa picha kwamba huyu Mzize mnayemwonaga Mzize pia na ile Mzize akipaza nini akarap. Zimbwe tumeona akatuonyesha naita ingawa Zimbwe ndo hata yeye binafsi tunamwonaga mambo ya muziki, mtu wa burudani. Jana ulivutiwa zaidi na nini kwa upande wa burudani, coach? Mimi nilivutiwa na uwepo wale wasanii wa wale wanasema ma legends wa muziki wa Bongo Flava kwenye tamasha. Walikuwa na kitu cha upekee ambacho walikuja kukifanya, lakini kwenye burudani kwa ujumla wake unaona kuna mchanganyiko wa burudani kutoka kwenye aina mbalimbali ya muziki.
kulikuwa na burudani kutoka kwa hawa wasanii wa zamani. Kwa wale ambao pengine hawapendozi sana au hawafuatilii sana muziki wa kisasa, maana yake ni kwamba ameenda pale, wamsikiliza madii yule ambayo wenyewe alikuwa anatamani kumsikia, wamesikiliza kina Chidi Benz ambao wanajua kwamba kipindi ambao wao wanasikiliza sana muziki, hao ndio walikuwa wanatoa burudani. Wamesikika pale kina Dudubaya ambao nao pia kwa namna moja ama nyingine, kila mmoja anajua kwamba pengine ni shabiki yake kwa kipindi hicho. Kwa hiyo unaweza kuona kuna mtu ambaye aliguswa tu na ile performance ya wasanii hawa ambao walikuwa ni sehemu ya burudani yake katika kipindi ambacho alikuwa anasikiliza sana muziki. Lakini kulikuwa pia na wasanii wengine kutoka kwenye muziki huu wa kizazi kipya, wasanii ambao walikuwepo pale pamoja na D-Voice alikuwepo, ambao unajua kwa hawa generation ya sasa ni msanii ambaye ndo anamsikiliza zaidi, pengine ni miongoni mwa D-Voice mwenyewe 2000 na ngapi? 2005 bado mdogo sana. D-Voice 21 22 bado anachukua Gen Z na Gen Alpha, ambao sasa hivi miaka hii ni ya Gen Alpha. Yes, kwa hiyo wote anawachukua hawa. Lakini kwa upekee nilikuwa naona pia hata kuna msanii mmoja wa Singeli aliandika kwamba anafurahi kwa sababu tamasha la Yanga pia limewapa platform wasanii wengi wa muziki wa Singeli. Yes. Ni kitu kingine ambacho unaweza kuona pengine kinausogeza pia muziki huo kwa watu wengi zaidi. Singeli haipigwi sehemu nyingine yote duniani zaidi ya kutokea Tanzania. Yaani huu ni muziki wa Tanzania ambao ukienda popote kipigwa Singeli unajua huu ni muziki ambao unatoka mitaa ya Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza kuona kulikuwa na hayo makundi tofauti tofauti, na mwanzo pia kulikuwa na ile bendi ambayo ilikuwa inatumbuiza uwanjani. Kwa hiyo kwenye eneo la burudani unaona pengine ni eneo ambalo Yanga walijaribu kubalance kwamba kwenye uwanja ule wa Uhuru idadi ya mashabiki ambao waliingia pale sio kwamba wote ni walika moja, sio kwamba wote ni utamaduni ambao unafanana. Kulikuwa na mgawanyiko wa watu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tutafanyaje ili kumridhisha angalau kila mmoja? Inawezekana ikawa sio kwa 100%, lakini angalau kila mmoja akisikia anasema hii ni mimi, huu ni wa kwangu. Mtu akisikia inapigwa ile lumba anajua kwamba hii ni ya kwangu. Mtu akiona bendi inatumbuiza pale anajua yes, hapa nimeguswa mimi. Sasa wale ambao ndo wanakaa kwenye ile jukwaa la shangwe muda wote, kipigwa Singeli anajua huu ndo muda wetu wa shangwe. Kwa hiyo ni jambo lingine ambalo kwenye eneo la burudani lilikuwa lipo kwenye hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Lakini unaweza kuona pia hata kuna vipaji vingine ambavyo sio rahisi sana kuviona. Kulikuwa na mchoraji pale ambaye alionekana jana. Alikuwa anamchora kamwe Sio kipaji ambacho pengine kinaweza kujitangaza kwa urahisi hivyo, lakini unaona David Penso. Yes, naye pia David Penso alipata pia platform ya kuonesha kwamba mimi naweza nikaifanya hii kazi kwa muda mchache na nikafanya kitu hiki. Maana yule inawezekana sasa hivi akapata deals nyingi kwa sababu anajua kwamba okay, kumbe tukimpa huyu muda mrefu atafanya kazi hii kwa uzuri na kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo mimi kwenye ile burudani kugusa kwenye maeneo mengi na kumgusa angalau kila mmoja ilikuwa ni mpangilio pia mzuri ambao Young Africans walikuwa wamefanya. Yes, hiyo ni burudani hizo kama ambavyo pia jana ulipata nafasi ya kutazama kupitia Azam Sports 1 HD mapema kabisa kuanzia asubuhi. Wakongo walipita hapa jana nilimuona Mrisho Alfan Gasa alipita, lakini nilimuona mzee wangu Makumbi Juma Homa ya Jiji. Hiyo hatari hiyo Makumbi Juma huyo, na ukishaitwa Homa ya Jiji maana yani wewe popote unasumbua. Ndio alikuwa anapiga mawe. Hiyo striker ya boli ya box. Striker ya boli hiyo Makumbi Juma. Homa, yani homa ya Jiji. Unajua kitu homa ya Jiji? Sema bwana Kasuga na Yera. Wao watu wako wanapiga violin, mimi walinikosha sana. Bwana, mimi mfuasi wa live band. Ndio kile kifaa unachobana hapa unakibana kama kigitaa fulani. Mtozi anaweza katuonyesha. Unajua kuna violin, kuna trumpet, alafu kuna saxophone. Kuna saxophone. Saxophone ni kama wanaipuliza. Haipishani kidogo na trumpet. Sio morning trumpet lakini. Bwana ule muziki ulikuwa unanogesha kidogo. Bwana wale kiboko. So unaona zimeshuka rangi tofauti za dunia. Of course, kuna mchanganyiko. Yani wanasema mixture of races. Yani wameguswa watu wa Ulaya. Itabidi pate nafasi ya kuzungumza na Alikamwe ili idea aliuziwa au ilikuwa yake. Kwa sababu unajua aliingia nao afu akatoka nao. Maana wale walikuwa kwamba kwenye utambulisho wale ndio ambao walikuwa wanamsupport kutokana na vibe na ile aina ya muziki tofauti tofauti ambao ulikuwa ukipigwa pale. Bwana, ilikuwa ni Yanga Day hapo jana na mimi nilienjoy sana, na hii ni weekend ambayo pia watu walipata nafasi ya kuenjoy miaka 30 ya Bongo Flava ambapo shughuli ilianzia Mwanza. Lakini baadhi ya wasanii ambao waliperform Mwanza
Jumamosi jana pia wakaja kuperform, wamewagusa hapa coach Michael Yera kina Dudubaya kina Madi sawa bwana, wakaperform tena kina Mwasiti. Kwa hiyo unaweza kaona burudani weekend hii kupitia Azam TV zilikuwa zimefana kweli kweli, mambo yalikuwa mengi sana na tunaamini umeenjoy. Siku ya Ijumaa tunatoka hapa tulisisitiza bwana, lipia kisimbuzi chako, burudani ni nyingi. Basi kama mtu akulipia walifanya dhambi sana. Kwa hiyo nitakiwa kikubwa tu uweze kulipia, na kwa sababu burudani nyingine zitakuwa zinafuata. Tuna ngao ya jamii wiki na ligi kuu pia itakuwa inakwenda kwanza. Lakini twende tukatazame moja kati ya tukio kubwa kabisa ambalo lilikuwa ni la mwisho pia au siku hapo jana, kwa maana kwamba ya mchezo wa kirafiki wa kimataifa, ambapo tamasha la Yanga Day kwa kawaida usindikizwa pia na mchezo wa kirafiki, ambapo kwa Yanga ulikuwa ni mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya timu ya Rice Eagles de Congo kutoka DR Congo, mchezo ambao wachezaji wa Yanga walipata nafasi ya kuonekana kwa mara ya kwanza mara baada ya maandalizi kuelekea msimu unaofuata wa mashindano. Isivyo bahati, dakika 90 zilimalizika kwa Yanga kupoteza kwa magoli 2-1 dhidi ya Wakongo hao, na jambo la kuvutia kwa upande wa Yanga ni goli pekee ambalo lilifungwa kwa upande wao, lilifungwa kwa mkwaju wa penalty na mshambuliaji kutoka Botswana Peter Shalulile, Namibia, Peter Shalulile ambaye alifunga kwa mkwaju wa penalty. Tupata nafasi ya kuona namna ambavyo Peter Shalulile aliweka kwa mara ya kwanza akiwa na jezi ya Yanga. Shalulile ni mkwaju wa penalty. Watu wamepata msisimuko aina yake. Aliingia katika nafasi, akajaribu control touch, goalkeeper akajaribu kucheza mpira. Mwamuzi akasema hujagusa mpira, umekwenda kucheza dhidi ya Shashamani. Peter Shalulile, what a player, umuoni mara nyingi sana, huenda usimwone mara nyingi sana, lakini ukimwona lazima kuna tukio la muhimu kama ile ambalo amekwenda kulionyesha. Yuko na jeshi la Yanga, Peter Shalulile. Tazama hii, Peter Shalulile! Wow! 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 Peter Shalulile ni mshale wa moto kwa golikipa Ndibu Mukadi Nitham. Amefanya haya barani Afrika. Yes, huyo ni Peter Shalulile, kwa namna ambavyo alitambulishwa, namna ambavyo alizungumzwa. Inawezekana hiki ni kitu ambacho hata Peter Shalulile mwenyewe alikihitaji sana kwa ajili pia ya kutamba na kuwa na confidence kwenye vijiwe vya soka. Mashabiki wa Yanga pia walitaka sana Peter Shalulile aweze kufunga, licha ya kwamba akafunga kwa mkwaju wa penalty, lakini watasema tutalisababisha mwenyewe. Coach Michael Yera, nyi wote hapa ni makocha kwenye eneo zima la confidence ya mchezaji. Ni mchezo wa kirafiki, Sure. Lakini siku ya utambulisho wako mbele ya idadi kubwa ya mashabiki na wapenzi kama hivi, nchi nzima inatazama, inatengeneza confidence kwa kiwango gani? Inakuongezea kitu kikubwa sana, kwa sababu yeye nafasi yake, judgment ya mwisho ambayo huwa inatokea sio kitu kingine chochote kwamba umehusika kwa mchezo mara ngapi, umeintercept mara ngapi, au umefanya duels mara ngapi. Kinachohesabika cha mwisho ni namba magoli ambayo umefunga ama umehusika nayo wakati mwingine, kwa sababu anasema mshambuliaji kama ufungi basi uwe sehemu ya kuhusika kwenye magoli ambayo yanapatikana. Labda unaweza kumaliza msimu ukawa unaonekana una assist nyingi ambazo zimepelekea magoli, tunaweza tukakupa excuse kwamba okay, kumbe ni mshambuliaji ambaye kuna muda pia alikuwa anahusika kwenye utoaji wa pasi za mwisho za magoli kwenye timu. Lakini kwa Shashaman kwenye nafasi ambayo anacheza, unasubiria kumjaji mwishoni kutokana na namba magoli ambayo atakuwa ameyafunga kwenye klabu ya Young Africans. Na mind you, amesajiliwa hapa wakati ambao anaondoka mtu kama Prince Dube, mshambuliaji kinara wa Yanga kwenye kipindi cha hivi karibuni, ambaye alikuwa hapo. Laulindo Depu naye pia alikuwepo hapo kwenye eneo la ushambuliaji. Maana yake ni kwamba matumaini ya Young Africans kwa Peter Shalulile ni makubwa sana. Wanaamini kile ambacho alikifanya akiwa Afrika Kusini, kufunga zaidi ya magoli 100. Wao pia wanatamani kuyaona haya magoli akiyafunga pia akiwa na Young Africans. Anaweza asifikie namba hiyo, lakini wanatamani kuona wasifu wake pia ukifanya kazi kwenye kikosi ya Young Africans. Utafanyaje kazi? Ni pamoja na hili shughuli ambayo anaanza kuifanya hapo, kwamba kwenye mechi yake ya kwanza ambayo amecheza ndio huyo ameingia kwenye score sheet, amefunga goli 1, matokeo ya mwisho timu imepoteza, lakini yeye tayari amepata nafasi ya kufunga. Utaangalia goli ambalo amelifunga, of course
tuna hiyo kawaida kwamba goli la penalti pengine kama mtu anapunguza credit hivi. Kama unatoa 5 ya 5 kwenye magoli ambayo yanafungwa, inaweza goli la penalti kawa unapata alama chache sana. Lakini wakati mwingine pia penalti huwa zinakoswa. Kuna wachezaji pia ambao sio wazuri kwenye kupiga hiyo mikwaju ya penalti. Ni mpira ambao inawezekana asilimia kubwa anapewa ambaye anaenda kupiga, kwa sababu ni situation ya 1v1, yani ni wewe mpigaji dhidi ya mlinda mlango. Maana yake ni kwamba wewe una opportunity nyingi ya kufunga kuliko ambao pengine yule ambaye anatakiwa kusave. Asilimia zao kufunga hapo ni asilimia zaidi ya 90. Tofauti kwenye open play ambao utatakiwa kufanya mikimbio mingi, utafute sehemu ya kujiposition, upate balance ya kureceive na kupiga, lakini hapa unakuwa na utulivu wa kiwango cha juu. Kwamba mpira umeweka chini, unasubiria mwamuzi akikwambia sasa unaweza ukashoot, wewe unachagua kwamba upeleke kwenye spot A za kushoto, kulia ama katikati, vyovyote ambavyo utataka. Japo kuna watu ambao wanalidogosha, lakini kuna wakati pia watu wengi wanakosa. Kuna wachezaji ambao wao kwenye penalti unaweza kumuona anatoka mbali kabisa, kwamba hataki hata kujihusisha naye. Tulimwona Lionel Messi top player kakosa mbili, amekosa penalti mbili. Kwa hiyo inawezekana kuna wakati ambao unaweza ukampunguzia hizo credit, lakini kwake Peter Shalulile unaweza kuona tukio kabla hiyo penalti. Nini ambacho alikuwa amekifanya kama mshambuliaji wa mwisho, ulikuwa unatakiwa kukifanya nini ili kupata hiyo faida ya kwenda kupata hiyo penalti. Angalia wakati shambulizi linatengenezwa hapa, mpira umeenda wa mwanzo wa kwanza umerudi, lakini unarudisha mpira wa pili. Angalia pointi ambayo alikuwa amesimama, positioning yake. Angalia pia touch ya kwanza ambayo ufanya kwenye ule mpira, kwamba na touch mpira niingie kwenye box. Hilo ni jambo lingine ambalo mshambuliaji yote tutamani awe hivyo. Hautamani kuona mshambuliaji ambaye akipata mpira anaanza tena kwenda wide. Maana yake ni kwamba wewe unatengeneza tena mazingira mengine magumu ya kuanza tena kutengeneza nafasi ya kufunga. Lakini ukipata mpira kama mshambuliaji unaingia kwenye box ya mpinzani, maana yake ni kwamba unakuwa na advantage. Advantage ambayo utakuwa nayo ni kushoot kuelekea kwenye lango, lakini unajua chochote ambacho kitatokea kutoka kwa mpinzani zaidi ya yeye kupata mpira, maana yake atanipata mimi, nitapata faida kama ambavyo alipata Shesa. Lakini Yera na Ibrahim, tunampa credit Shalulile kwa kutengeneza penalti na kufunga, japo Max alifanya uungwana, alitaka apige yeye akampa Shalulile, lakini credit yangu kubwa kwa Eric Mwijage. Yaani tunapozungumza tactical interpretation, uwezo wa kutafsiri mbinu ndani ya kiwanja. Unajua uwanja wa mazoezi ni maabara ambayo inatakiwa itoe majibu ya experiment, sio? Angalia ule mpira aliorudisha Eric Mwijage. Yaani unajua ni mawasiliano, nasema non verbal, ambayo hamtumii mdomo, lakini vitendo vyenu vinazungumza. Mpira ulivyorudi ndani kati, Mwijage angeza akaua kifuani, akaanza kulia kushoto, timu ikaanza kuposesi upya. Lakini alikuwa anajua nyuma ya migongo ya wachezaji wa Aigle du Congo, naweza nikauspoti mpira kwenye eneo sahihi, na mtu ambaye na spotia ule mpira ana uwezo wa kukimbia kwenye nafasi. Kwa nafikiri Eric Mwijage kwangu mimi alikuwa hero sana wa hii move. Kwa sababu eneo alilokuepo mbele kulikuwa kuna watu wengi sana, lakini na piga mpira kwa kichwa kama pass, yani ile ni passing header. Kwa hiyo of course kwangu mimi nilipenda alivyokuwa direct, hasa kama mchezaji loko ameingia kutoka KMC, lakini very direct. Yani ukishakuwa na watu kama wale na unajua aina striker uliokuwa naye, angeza akasema Shalulile pale anaweza kukimbia kweli kwa mileage zilizosoma. Godison, tuangalie kwa picha kubwa mchezo ambao Young Africans Peter Shalulile kafunga, lakini mechi ambayo wamepoteza. Na jana ilikuwa ni fursa ya kwanza kwa Watanzania wote naweza kusema kuiona Yanga chini ya kocha Mangoba wakicheza hadharani mara baada ya maandalizi yao, kwa sababu hakuna mchezo mwingine ambao walicheza. Tumewaona ilikuwa ni game ya aina gani, kwa sababu wakati mechi inaendelea ukawa tunaona reaction kwamba mnaoheka hii ni mechi ya kirafiki. Mbona kama kinapigwa sana hivi? Na hata mwishoni baada ya game nikaona Alikamwe kama anatania, anasema jamaa tuliwaambia hii mechi ya kirafiki, lakini walikuja kweli kweli. Tumeonaje kwanza wapinzani walivyocheza, lakini pia vile vile Young Africans namna ambavyo waliweza kuchallenge kipindi cha kwanza, timu ilikuwa tofauti na kipindi cha pili. Au na jezi yao pia imechagiza mechi kuwa ngumu. Jezi nyekundu. Unaona dabi hiyo kabisa. Hili kipindi cha kwanza na hawakubadilisha, walibidi waimalize kidabidabi. Kidabidabi na rangi yao hiyo hiyo. Le Aigle du Congo ni mabingwa wa Kongo DR msimu wa 24-25.
Hawa ndo walivyokuwa kina Linda Mtange au sio, kina Ibrahim Matobo Mubalu wa jina wake Kasuga. Chani tulimuona sana huko kulia anatoka Oscar Kobiti, kushoto Ibrahim Matobo Mubalu, striker alikuwa Hosomu wako au Jefte Kitambala katika nyakati tofauti. Yes, tena Jefte akiwa Manyema, kwa hiyo alikuwa anakuwa eligible kwa wachezaji wa ndani. Zemanga pia kawapa game. Sasa ilikuwa lazima watu wajue wasifu wa Aigle du Congo. Wamesumbua misimu miwili top 2. Msimu juzi mabingwa, msimu jana nafasi ya pili. Nyuma tu Pisa Engleba, sio? Kwa hiyo tunaangalia daraja lao, kwanza ni timu ambayo imekwenda kuondoa utawala wa timu zilizokuwa zinamsumbua Mazembe. AS Vita Club, AS Manyema Union, Saint Eloi Lupopo wako humu ndani, si ndio? Sasa hao. Kwa hiyo ukiwadumbukiza Aigle du Congo hapo, unazungumza timu ambayo msimu huu wa 26-27 unaoanza wanakwenda kucheza Champions League. Na hatua ya awali wanaanza na Arme Patriotique de Rwanda, APR ama APR kama inavyofahamika ya Rwanda. Yes, na wao wanafahamu kuelekea mchezo wao dhidi ya APR, kuelekea kwenye michezo yao ya ufunguzi wa Linafoot ligi kuu ya Kongo. Wanapaswa kuanza kuonyesha makali yao hasa ya kikosi chao cha kwanza katika michezo kama hii dhidi ya Young Africans. Wao wamekuja serious kwenye game dhidi ya of course Simba, Yanga, Azam kwenye matamasha wanakuja namba moja. Kesi ni kudisplay wachezaji wao wapya na wazamani waliokuwepo, muunganiko ukoje, chemistry kati ya tulio retain kwenye kikosi na tulio wasajili, nini ambacho kinaonekana. Ni showcase, ni eneo kama supermarket, tunaonyesha tu bidhaa zetu ni hizi. Na ndio maana katika game serious ingekuwa inachezwa ni mechi labda ya kufuzu kwenye hatua ya makundi, sijui kufuzu raundi ya kwanza ya preliminary kwenda ya pili, usingemuona Jigidiara bench kwenye kikosi cha kwanza mpaka unamuona second half. Maybe Max na Duke Abuya ongeza kuanza kikosi cha kwanza na kadhalika. Kwa hiyo tofauti ya shabiki na coach iko hapa, Kasuga pamoja na coach Hiera hapa. Makochi tunafundishwa kuamini sana katika mchakato. Unafundishwa kuamini katika prosesi zako. Bwana, ndani ya wiki 4 kuna vipande vyangu 4 vio vimetimia vya wiki moja moja, au sio? Fitness ya coach changu ikoje, uwezo wao wa kiufundi mchezaji mmoja mmoja, uwezo wao kimbinu as a team collectively wakoje, au sio? Lakini kwenye friend game pressure ikoje, nani anaweza kuhandle na kadhalika. Kwa hiyo ukiangalia katika maeneo yao yote, kocha tofauti yake na shabiki ni kwamba yeye anaangalia process yake, kocha yangu kinakwenda bila kujalisha matokeo. Lakini shabiki ana enjoy wavu wa mpinzani umetikiswa, players wameenda kushangilia kwenye kibendera, matokeo yanasomaje, kwa sababu yeye anachokuja kurudi nacho mtaani, tathmini yake ya kwanza uso kwa uso na shabiki hiyo timu pinzani ambaye ni watani wao wa jadi. Bwana vipi? Nini kimetokea kiwanjani? Kwenye goli ambalo of course magoli yote yalofungwa Yanga ni magoli ambayo unaweza kusema ilikuwa ni jambo la kimawasiliano. Kabisa. Yani ni jambo ambalo lilikuwa la kimawasiliano. Mfano kama tukitazama goli la kwanza ilikuwa ni Faruk Komara na golikipa wake, goli la pili pia yani ilikuwa ni mechi ambayo wamefungwa, lakini ilikuwa ni changamoto zile tunasema za kimawasiliano. Goli la kwanza ni hili hapa na hili limeanza, mawasiliano yameanza kufeli huku kabla ya kuja kwa Komara. Mawasiliano yalianza kufeli kwa sababu Yanga alikuwa na ule mpira wakati Okelo anataka kureceive mpira katikati mwa kiwanja. Ndio eneo ambalo wenyewe walikosa mawasiliano, akaupoteza ule mpira, wachezaji wawili wa Yanga wakawa tayari wako chini pale. Maana ni kwamba tayari hiyo timu mko pungufu hapo, wawili wako pale chini. Nakumbuka wakati huo Peter Shalulile yupo juu tena kule, pengine ni ngumu kuona. Umeona hapa walivyokufa na unaona Yao Kwasi Yao kwenye hii move alikuwa anaamini kwamba huu mpira sisi hatuwezi kupoteza kwenye mazingira haya. Yao Kwasi alikuwa tayari anafanya acceleration ya kwenda mbele, ndio mtu wa mwisho anateleza kwenye ile tukio wakati mpira unapotea. Yeye tayari upande wake ule alikuwa anaamini kwamba upande wa fullback ya kulia tunaondoka nao kwenda kushambulia, na yeye anatakiwa kuongeza namba kwenye ile kushambulia kwa sababu natamani kuwa na overload kwenye upande wa kulia, sio ambao tunaenda kushambulia nao. Kwa hiyo naye pia alikuwa anajaribu kuona kwamba mimi pia natakiwa kuongeza namba ya watu kwenye eneo la kushambulia ili kutoa options za mpira ambao kila atopata mimi niwe sehemu ya option ambayo nitaupata. Labda kwa uchache pia kidogo tuone pia goli la pili, maana tumezungumza mistakes kwenye haya magoli kwamba ilikuwa ni jambo la makosa binafsi. Goli la pili ndio hilo.
build up yake. Yes, ilikuwa ni move ambayo imeanza kwa kina Ikangalombo. Of course, hii ni ile move ambayo ilikufa. Ilikuwa offside. Goal la pili of course ilikuwa hapa. Na kama unaweza ukaona mfungaji alikuwa ni yule Talasi, moja kati ya washambuliaji wao bora ambao wameingia kwenye kikosi hichi. Wachezaji wachache ambao angalia hapa. Hii ni forced turnover. Kwa maana ya kulazimishwa kufanya kosa na unaupoteza mpira. Max amereceive baina ya viungo ambao kiuhalisia wakati build up inaanza ulikuwa huoni kama kungeweza kuwa kuna hatari kiasi hicho. Lakini unasifia uwezo wao wa kimbinu Egle du Congo, namna ambavyo inawezekana. Coach Bruno Ferri na benchi lake la ufundi, moja kati ya vitu wanavifanyia kazi kwenye uwanja wa mazoezi ni namna gani unaweza kumpress mpinzani akianza katika eneo lake na kumfanya afanye makosa, sio ili ufunge ila usiwafanye wawe comfortable kutoka kwenye move ya chini. Yani unajua kwenye football kimtaa maybe tuko na timu zetu wasema hakikisha hawatoki kwenye eneo lao, ndio hicho. Lakini kwao ikaenda secondary plan, kwa maana baada ya primary plan ya kwanza ya kuwa force wa stock, ya pili ikafanikiwa kwamba mbona tuna namba nzuri juu, tunaweza tukatengeneza nafasi. Ndio walivyowini mpira, pasi moja kushoto ndani, Talasi anasubiria. Of course ni bao ambalo unaisifia timu kwenye mambo mawili. Wameisaidia timu yao kukaba kuanzia juu. Namba mbili, transition yao ya haraka, nasema quick transition. Badiliko la kutoka kuupoteza na kuupata limekwenda kutengeneza bao. Kwa hiyo ni bao ambalo limefungwa kwenye direct move ambayo timu nyingi sana zinapoteza, hata top club kwenye style hiyo, kwa sababu unakutwa disorganized, haujajiarrange katika kiasi kikubwa. Lakini ni somo zuri kwa coach Mkiti, kwa sababu unarudi kwenye plani. Unajua una Gaborone United ya Botswana kwenye preliminary, hatua una Simba kesho kutwa, una michezo ya ligi. Haya ndo maeneo madogo ambayo makocha huwa wanayapenda, tofauti na mashabiki, kwa sababu wao wanapata kurudishwa kwenye ubao wa kuchorea ile drawing board kwa ajili ya kufanya marekebisho madogo. Yes bwana, hiyo ilikuwa ni kwa upande wa Yanga na mechi yao ya kirafiki ya kimataifa ambayo mpoteza kufungwa mabao 2-1, lakini katika amsha kwenye eneo zima la uhakika kusalia na nyota wao wale ambao wameonekana kuwa bora zaidi. Alikama pia alitangaza orodha ya wachezaji ambao wameongeza mikataba ya kuendelea kusalia ndani ya kikosi hicho, ambapo miongoni mwa wachezaji ambao walitangazwa hapo jana ni pamoja na golikipa Djigui Diarra ameongeza miaka 2, beki Ibrahim Baka pamoja na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto ni sehemu ya wale ambao wameongeza mikataba. Lakini kubwa zaidi pia kwa upande wa Yokwasi na alitangazwa kwamba ameongeza mkataba. Tupate nafasi walau kumsikia msemaji Ali Kamwe akithibitisha. Yeshi Kwasi Atola yao kaweka miwili mingine ya kubakia Yanga Afrika. Yes bwana, unaambiwa kaweka miwili mingine ni katika eneo zima la wachezaji hao kuendelea kusalia ndani ya kikosi hicho. Naamini wanayanga wameiona timu yao na wanajua wana kitu gani ambacho watakwenda kuishi nacho. Of course ni mchezo mmoja tu ambao umechezwa kuiona timu yao, lakini pia watakuwa wana kibarua kingine kizito mbele ya mtani Simba siku ya Jumatano pale visiwani Zanzibar. Lakini mpinzani wao huyo wa siku ya Jumatano kwa maana ya mnyama alitangulia kufanya shughuli yake siku ya Jumamosi kwenye uwanja huo wa Uhuru, na wao pia walicheza dhidi ya Police Kenya, jambo ambalo na wao walipoteza mchezo. Kwa hiyo kila mtu alipoteza mchezo. Mji umetulia. Na Yanga jana kwenye tamasha lao wakarudia goli lile ambalo ndio naambiwa bwana ya Mungu mengi. Simba wana sehemu ya kuweka ile goli la alifunga Yanga. Simba wao sehemu ya kuweka magoli mawili alifungwa Yanga hawana. Kwa hiyo ndio ile ukiuza dai receipt. Ukiuza toa receipt. Ukinunua na toa receipt. Kwamba kila mtu wewe unayeuza toa receipt na unayenunua omba receipt.
City. Kwa biashara imefanyika vizuri. Biashara imefanyika vizuri. Simba na Yanga ukikasirika sana napo unamtesa. Mambo yanakuwa mazito. Sasa bwana, kwa upande wa unyamani wekundu wa Msimbazi Simba wao pia waliadhimisha Simba Day, na kwa upande wa mwaka huu 2026 walikuwa wakiadhimisha pia miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo, ambayo sherehe hizo zimefanyika ndani ya tamasha la Simba Day katika dimba la Uhuru siku ya Jumamosi. Jambo la kuvutia ambalo liligusa hisia za mashabiki wa Simba ni pale meneja habari wa Simba Sports Club alipoingia kwa namna ya kipekee kwenye uwanja, akiendelea kufanya ubunifu wa namna yake kila tamasha la Simba Day linapokuwa linafanyika. Twende tukawatazame namna ambavyo semaji Ahmed Ally aliingia uwanjani siku ya Jumamosi. Wenye Simba yao wamehudhuria Simba Day leo. Mina hali ya shaka. Bwana, Simba tayari wapo uwanja wa Uhuru, mmewaona? Ndio wenyewe, sio wenyewe. Yes, kama ambavyo unamwona Ahmed Ally huyo akiwa yupo na wanyama wenyewe Simba. Familia wenyewe nakwambia. Mnyama kabisa. Lakini hawa ni wenyewe hawa. Hawa ngorongoro hawa. Yao sio wale tunaenda kuwaona JKT Mbweni kule au wale wa Kigamboni. Zoo pale. Kwanza kuna muda kama ulikuwa unashangaa hivi. Kwamba hii nyomi ni aje hapa. Hawa alisema wametoka Dar es Salaam Zoo. Ni Dar es Salaam Zoo. Lakini Simba ni Simba kaka. Simba ni Simba kaka. Hawezi akapaka yule. Huyu ali majani. Hata akiloa. Huyu ana chakula kaka ni kile kile. Sasa nataka kichinje mwenyewe. Unajua kuna muda kama walikuwa wamekaa hivi namna ambavyo unaona kuna kama wanahangaika hivi. Inawezekana ile crowd ile pale ikawa inawachanganya kwanza sana, kwa sababu sio nature yao. Of course. Ile crowd ya pale. Leo hapo mbona kama kinyamwezi? Yaani mbona nature hii hatuionagi kule tunapokuwa sisi? Lakini unaona wanavyo kuna crowd. Unamwona huyo, unaona mnyama huyo. Angalia, anaona hawa anamtamani mmoja. Kwamba huu ubunifu ni wa daraja la juu kabisa ambao hakutegemewa. na nafikiri ile dhana ambao walianza nayo kwenye wiki ya Simba Day kwenda Ngorongoro, kwa sababu unatambulisha jezi hiyo gari ambayo ilikuwa inavuta hiyo keji ya wanyama. Unaona ina chata ya Ngorongoro. Na hata hao maafisa unaona pembeni pale. Yes, walikuwa wameizunguka gari wale wawili. Maana yake unajua nini? Zile taratibu zote za haki za wanyama, taratibu zote za maliasili zimefuatwa, ndio maana anaweza kuletwa. Unaona hao hata pale Sabasaba nafikiri kuna taratibu lazima zisainiwe, kwa sababu kiuhalisia hii ni maliasili tena katika ile Big Five. Mtalii yote duniani anapokwenda kwenye mbuga ya wanyama anatamani Big Five aione. Aidha ni simba, chui, buffalo, nyati, sio tembo ama faru, si ndio? Hao watano. Kwa sasa Big Five yenyewe sasa ndo Mnyamwezi yule pale. Simba mweke hata kwenye Big 2 kaka. Yule hata Big 2 anaingia, hata Big 1. Ndio mfalme mwenyewe. Simba na chui ni kiboko kabisa. Kabisa. Kwa hiyo nafikiri kama inafikia hapo, maana yake hiyo imeenda zaidi ya Simba. Unaona huyo Simba alivyokuwa anapiga nani pale. Imekwenda zaidi ya Simba Day. Kwanza imekwenda mbali kwenye ujasiri sana. Ujasiri sana pale juu, unaweza sky. Unaweza sky. Nasikia ndio maana kwa ameshika minyororo ile. Kwani chuma unaziamini? Ili apate balance.
Anaweza kuwa mtu wa welding, kuna sehemu chuma akivukaza ile oxyflame ile haikuunguza vizuri pale. Na bora sura yake tulikuwa tutaiona. Nadhani katika mambo yote ambayo yalifanyika, kama kuna ambao walikuwa wanajua, lakini kuna nyakati ambao walikuwa wakitazama picha za video za watu ambao au mashabiki hata viongozi ambao walikuwa majukwani na wenyewe ni kama walikuwa yani watu kama walisizi kwanza, yani watu ilibidi waanze kushangaa kwanza. Na unajua kuna muda ambao tunatenga bajeti tunasafiri kwa ajili ya kwenda kumuona Simba. Uko sahihi. Wao wameletewa kwa kiingilio chao kile kile. So unaweza kaona yani watu hawapigi kelele, yani watu wanamtazama mnyama. Kwa hiyo eneo hili pia tuwape pongezi sana. Na uzuri mnyama alikuwa anapitishwa karibu kabisa na majukwaa. Bwana, kiingilio chako hicho 20 leo pia umeona Simba. Si VIP, si Royal, lakini tunakuletea Ngorongoro hapa uwanjani. Si mchezo. Bwana, hiyo ilikuwa ni kwa upande wa namna ambavyo Ahmed Ally aliingia uwanjani siku hiyo ya Simba Day. Siku ya Ijumaa aliweka wazi kwamba yule mtaalamu wa ungo kidogo mambo yalikuwa mengi, kwa hiyo au leseni ikashindikana. Unataka leseni kuja kuruka kwenye anga za watu hizi, kwa sababu lazima uwasiliane wapi, uwanja wa kimataifa duniani mkubwa huko Amsterdam lazima wakupe vibali. Unaweza kupita maeneo ya Magomeni ukashushwa ukashindwa kufika kwenye tukio. Kuna anga unaambia limitation yako ni iko hapa, lakini huu ni ubunifu ambao aliutumia. Moja kati ya eneo ambalo pia inakuwa ni story kubwa kama ambavyo tulitazama kwa upande wa Ally Kamwe katika haya matamasha ni ile sanaa ya utambulisho wa wachezaji, namna ambavyo wachezaji wanatambulishwa. Semaji pia alipata nafasi ya kuweza kutambulisha wachezaji kama ambavyo huwa inakuwa. Tena tukatazame naye pia alipita na ubunifu upi. Bwana, wewe ni Calypso Makhalwa, moja kati ya wachezaji wa kikosi cha Simba, winga moja hiyo akiwa anatambulishwa. Tunaona pale ilikuwa wao kwenye style yao, mchezaji anavyotoka kwenye tana ile na profile yake unaiona kwa pembeni pale na jezi namba unamuona kabisa pale jinsi ambavyo anaonekana. Na hii ni bench, ilikuwa ukitambulishwa unaenda sehemu kwa ajili ya kupiga picha ya msimu, picha ya utambulisho ya msimu jukwani. Hapo tunaona pia Barbara Gonzalez pembeni yake pale na viongozi mbalimbali wakiwa wamekaa. Asha Baraka pale katika ubora wake. Hivyo ulikuwa unajidanganya. Anicet Oura hajaonesha hata theluthi ya ubora wake. Msimu huu ndio tunakwenda kumuona the pure Anicet Oura. Anicet Oura takwenda kumfahidi msimu huu. Yes, huyo ni Anicet Oura akiwa anatambulishwa na Ahmed Ally hapo Jumamosi. In case ulipitwa, hivi ndivyo ambavyo kwa upande wa Unyamani unaona nembo kubwa kabisa ya 90, kwa sababu walikuwa wakisherehekea miaka 90 tangu kwa klabu hiyo kuanzishwa mwaka 1936 na hizi zilikuwa ni sherehe ambazo zilibeba pia miaka hiyo 90 klabu ya Simba ikiwa inasherehekea. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo kubwa zaidi siku ya Jumamosi, wachezaji wakitambulishwa, benchi la ufundi kwa ujumla liliweza kutambulishwa. Lakini moja kati ya eneo kubwa pia katika utambulisho wa siku hiyo ya Jumamosi ilikuwa ni pamoja na Selemani Mwalimu
hakuwa sehemu ya tamasha, lakini alirekodiwa video na amesharejea kwa ajili ya kuja kujiunga na kikosi cha Simba na ni sehemu ya timu kwa msimu unaofuata, na hii ndio ilikuwa ni surprise yao, kwa sababu kabla hapo stories zilikuwa nyingi sana kuhusiana na Selemani Mwalimu, lakini miongoni mwa wachezaji ambao walitambulishwa kwamba atakuwa ni sehemu ya kikosi. Top scorer kwa upande wa NBC Premier League kwenye kikosi cha Simba msimu uliopita goli 9. Yes kabisa, na nafikiri nilimuona wiki kadhaa akiwa na Wydad kwenye uwanja wa mazoezi mpaka Alhamisi hivi alikuwa ipo na tena Wydad wameposti kwenye peji yao Hakim Ziyech, nimemuona Yahya Jabrane amerejea, nafikiri alikuwa na majeraha muda mrefu sana na aliwahi kuondoka, alienda Libya baadaye wamemrudisha tena. Yes, wamemrudisha na ndo mkongwe yule, ndo faza wa timu wakina Mohamed Mofid wako pale, ametrain nao, lakini nafikiri kesi ilikuwa ni wakocha Wydad kumhitaji kuona wachezaji wote wa Wydad wanapatikana. Selemani huyo kama ambavyo unamuona. Hapa tupate pia nafasi tusikie kile ambacho alikuwa akizungumza. Alithibitisha kwamba atakuwa sehemu ya kikosi cha Simba kwa msimu wa 26-27. Tumsikie Selemani Mwalimu. Sports Club, pamoja na hila zote, pamoja na figisu zote, vita nyingine tumeshinda. Huyu hapo, huyu hapo, huyu hapo, huyu hapo, mtazameni wenyewe. Mambo vipi wana Simba? Kuwapa habari njema, nipende kuwapa habari njema wana Simba wote. Ni mimi kijana wenu, mchezaji wenu Selemani Mwalimu Abdallah aka Gomez. Nitakuwepo katika msimu huu wa 26-27. Ni mchezaji halali wa Simba Sports Club. Nipende pia kuchukua fursa hii kuwapa habari wana Simba wote na niwatakie heri ya kuadhimisha miaka 90 ya Simba. So Simba nguvu moja, ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Unaweza kuona namna ambavyo Sele Mwalimu ameiva na Simba ubaya ubwela. Unajua kwenye utambulisho wa Simba wakati before kwa Selemani Mwalimu kidogo watu ambao nilikuwa natazama nao wakasema kama na Mwalimu hayupo kuna kila sababu Mpanzu tunamwona anacheza force 9 lakini baadaye vitangaza Mwalimu sasa walau timu wanahema kidogo, ina depth washambuliaji watatu sasa pamoja na Baraka Baraka Mwangosi naye pia akuwepo hapa katikati, niliambiwa alienda trial lakini naye akarejea yupo. Hivi alitambulishwa hivi Baraka nilimuona Ijumaa kwenye mazoezi alikuwepo, hata kwenye picha za mwisho alipiga. Haya, lakini kuna mwenetu Osimhen huyu anaitwa top scorer la mali. Osimhen mtani tunaenda naye au unasemaje? Osimhen ni mtupu wa jina wake Ibrahim. Lakini pia vile vile kuwepo kwa Selemani manake kunaongeza kitu. Inawezekana kwa eneo labda la Baraka Mwangosi kama tumegusa watu wa imani sio kubwa sana lakini pia kuwa na Ibrahim Dumbia pamoja na Sele kwa namna moja ama nyingine inatengeneza imani kuelekea msimu ujao kwamba tuna walau washambuliaji wawili. Kwenye eneo la kushambulia ni moja kati ya maeneo ambayo ni muhimu kwenye timu kwa sababu tunasema ndio ambayo anaamua mechi yako inamalizika kwenye matokeo ya namna gani. Outcome ya mwisho ambayo watu wengi wanaisubiriage inatokea kwenye mstari wa watu ambao wanacheza kwenye la kushambulia. Na kwa Simba unaweza kuona pengine kwa siku za hivi karibuni wana struggle zaidi kwenye ile eneo kwa sababu kuna watu tayari walipita kwenye ile eneo na walionesha kitu kikubwa sana. Yaani Simba ilikuwa sio klabu ambayo pengine inaweza ikateseka sana na watu kwenye eneo kushambulia kwa sababu hapo siku za hivi karibuni tu wamepita kina John Alfred Boko, wamepita kina Emmanuel Diokwi, wamepita hapo kina Medi Kagere. Alikuja yule mshambuliaji kutoka Zambia Chris Kope Mshimba Mugalu yule ni Zambia Kongo, lakini ukiangalia Moses Piri naye kushowcase kitu kikubwa sana. Jan Baleke angalia watu ambao walikuwa wanapita kwenye ile eneo la kushambulia. Ulikuwa uone kama kuna mashaka makubwa sana kwa Simba kwenye eneo la kushambulia. Lakini baada ya hawa kuondoka
alivyoanza kuingia Baleke ilikuwa kuna muda kama inakuja afu kwanza kwa Moses Pili Baleke ni kama Baleke unaona kama Baleke ile nusu ya kwanza alitisha sana. Alianza vizuri. Hata Pili kabla ya majeraha. Hata Pili pia mwanzo alivyoanza na ilianza vizuri. Baadaye mambo yakawa yameenda ovyo kidogo na baadaye wakawa kama wana struggle kwenye ile eneo. Last season wakamsajili Jonathan Soa kutoka Singida Black Stars ambaye matumaini alikuwa ni makubwa. Ukiachilia mbali attitude zake na mambo mengine pengine ya kinidhamu ambayo alikuwa anatajwa. Lakini ulikuwa na imani kwamba huyu ni mchezaji ambaye kama anapata muda wa kucheza tu anakupa magoli zaidi ya 10 kwa msimu. Balak mambo yakawa tena vile vile ambavyo watu walikuwa na hofu naye, akatokea tena akawa sio sehemu ya kikosi kwa muda mrefu na akawa ametolewa kwenye kikosi. Kwa hiyo kwa msimu huu Simba anajaribu kuona jinsi gani ambavyo anaweza akawa na watu sahihi kwenye hilo eneo. Walivyoenda sokoni wakatafuta sifa ya mshambuliaji ambao wanamhitaji, wakaona ni moja kati ya wachezaji ambao wanaweza akawa naye ni Ibrahim Dumbia. Bad luck, Simba ameanza msimu huu kwa kucheza mechi ambazo zinaonekana na tayari zina pressure ndani yake. Na coach hapo Simba tumeona wamecheza michezo 4 ambayo watu wamepata nafasi ya kuona, michezo 3 kwenye Sekafa Kagame Cup na mchezo wa jana. Walicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Al-Merreikh ambao pia hatukupata nafasi ya kuona. Mechi walicheza dhidi ya Kenya Police wamepoteza kwa kufungwa bao 1-0. Labda tupate nafasi kwanza ya kuona namna ambavyo walifungwa bao dakika za jioni, lakini kwenye huu mchezo tumezungumza eneo la safu ya ushambuliaji Godrisen. Kwenye huu mchezo baada ya mechi kumalizika nimeona clip mitandaoni, nimeona mashabiki wakizungumza, bado wana maswali kuhusiana na eneo la safu ya ushambuliaji kwa kile ambacho walikiona kwenye mechi dhidi ya Police. Na bahati nzuri sana kwenye football kuna maeneo ambayo hukumu yake inatoka haraka. Yaani hukumu waga haisubiri sijui mchakato utakuwaje, na wakati mwingine kwenye vyombo vya habari tunapata shida sana kutoa utetezi. Yaani ukishaanza kuona unazungumza mikimbio, positioning anaweza kuisaidia timu wakati haina mpira. Yaani hizo ni secondary roles, majukumu ya ziada ya pili tena. Lakini eneo ambalo la hukumiwa haraka. Kwanza kwa golikipa. Utaona tu mwanangu kile kipigwa imo hapa hatuna kipa. Lakini bwana angalia zile save hapa tuna kipa. Tayari watu wanahukumu on the spot. Lakini eneo la ushambuliaji. Kwa nini nimetaja haya maeneo? Kwa sababu ndo maboksi mawili ya maamuzi ndani ya kiwanja. Boksi lako la kimaamuzi usipoteze mchezo, boksi la mpinzani wako la kimaamuzi ushinde mchezo. Au sio? Angalia hii ilikuwa move, angalia Hii ndio move ya goli. Ndio move ya goli ambayo ilifungwa na Elvis Lupia. Yes, na ukiangalia kiuhalisia Kenya Police walikuwa wachezaji 5 wenyewe wa kushambulia. Lakini Simba walikuwa na wachezaji 7 wakati move inafanyika. Kwa hiyo kwenye numerical advantage Simba walikuwa nayo faida ya idadi, lakini issue ni nini? Issue huwa sio idadi. Issue ni hiyo idadi inaendana na mpangilio wenu wakati mpira unaendelea kusafiri kwenye nyasi. Kwa hiyo utaona amefunga bao mchezaji ambaye ni mzoefu kwenye ligi yetu, Elvis Rupia, Singida Black Stars. Kuna muda aliongoza kwa idadi ya mabao kabla ya Soa kuja kumweka bench na kufikisha bao 13 akilingana na Mkwala na Ateba wakiwa Simba. Lakini bao alilofungwa, by the way, haya ni mabao ambao ukitafuta mabao 100 ya msimu kwenye ligi fulani unakuta mabao karibia hata 50 yamefungwa kwa staili hiyo. Cutback pass. Wachezaji wengi defenders wanakuwa wanawahi kwenye mstari wa mwisho kwa sababu ndio goli lilipo. Wanaenda kudefend kwanza goli. Kwa hiyo kama hamna viungo ambao wanafuatilia move kuja kudhibiti hao watu wanaotoka nje kama late arrivals, wanakuja wamechelewa kama alichokifanya Rupia. Kipigwa vipasi mtu anakutana nayo. Watu wanakutana nayo kwa sababu asilimia kubwa mnapoenda kushambuliwa, mnavorudi nyuma asilimia kubwa mnaendelea kuisogelea sita yenu, kile kisanduku cha 6 yards. Mnamsogelea golikipa kwa sababu ndipo goli lilipo. Ni wachache sana mnashambuliwa afu mtu anakuwa anasubiria hapa nje. Yaani kwanza huwezi kuotea hicho kitu. Sababu kuna watu wanajua kutap in kwenye goal line. Kuna mawinga wanaburuza ule mpira pale kwenye goal line. Mtu anapita. Unakumbuka Bayern ilivyokuwa kina Mandzukic, kina Mario Gomez, Robben na Ribery. Walikuwa wanaburuza mpira hapa kwenye goal line. Anakuja mtu tu anaingiza mguu pale anascore. Kwa hiyo ni mabao ambayo yanafungwa katika staili hiyo, lakini
ndio eneo ambalo unasema makocha wanapaswa kulifanyia kazi hapa. Nani alikuwa anaweza kutakiwa kuwahi hiyo move na kwa sababu kupoteza mpira. Polisi walikuwa na wachezaji wawili ambao wote wako kwenye position ya kufunga. Wako kwenye position nzuri ya kufunga, lakini Rupia alikuwa na hiyo clinical finishing kwenye mchezo. Kwa hiyo kesi kubwa hapa kwenye huu mchezo inabakia kuwa ile ile kama iliyotokea kwa Young Africans. Bado ni showcase. Mwalimu anajaribu kuangalia namna gani ambavyo kila mchezaji ataonekana kwenye tamasha, lakini unapokwenda kwenye mchezo wa mazoezi, mchezo wa kimashindano, Steve Barker anaifahamu first 11 yake, anafahamu sub zake 5 ambazo hawa watu 16 na kwenda nao kwenye vita muda wote, nikiwa naanza nao game by game. Lakini end of the time bado unaweza kuona ni kipimo ambacho kilikuwa kizuri. Yanga amepoteza dhidi ya bingwa msimu juzi. Simba naye amepoteza dhidi ya bingwa msimu juzi wa Kenya, kwa maana ya Kenya Premier League. Kwa hiyo of course walipata vipimo ambavyo vilikuwa ni sahihi, na ndio maana umeona wenzetu wote waliokuja kwenye haya matamasha walioalikwa, Polisi pamoja na hawa Aigle du Congo, utaona wao kwa asilimia kubwa walikuwa wanakuja na nguo yao ya sikukuu kwenye mchezo wao. Yani kikosi chao kile top ndo kimeanza, kwa sababu pia wanafahamu wana mashindano tofauti tofauti. Kenya bado wana mashindano ya ndani, lakini Aigle du Congo wana mashindano ya CAF Champions League. Kwa hiyo wao wamekuja wakiwa kamili. Sisi hatujui mnakuja kutambulisha, mtachezesha under 20, sisi tunaleta msondo ambao ndo unaanza kwenye matamasha haya mawili, Simba Day pamoja na Yanga Day. Tumeona wenyeji wamepimwa kweli kweli, wamepimwa umri, kwa maana kwamba namna ambavyo wapinzani walicheza na matokeo ambayo yamepatikana ilikuwa super kweli kweli. Wewe shabiki wa Simba au shabiki wa Yanga, umeionaje timu yako? Confidence yako, namna ambavyo umeona timu yako ipo juu kwa kiwango gani? Hii ni Viwanjani, tunakwenda kupata mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tunakuja kupiganisha kuelekea mechi ya ngao ya jamii. Mara baada ya kuiona Simba ikicheza, mara baada ya kuiona Yanga ikicheza, tegemea kuona mchezo wa aina gani siku ya Jumatano. Unajiamini kwa kiwango gani kuvaa jezi na kutamba kuelekea katika mchezo huo? Sasa twende tukatazame kwenye jukwaa jingine kubwa zaidi ambalo litakwenda kuzikutanisha timu hizi mbili, mchezo wa ngao ya jamii, mchezo ambao utapigwa siku ya Jumatano kule visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani, mchezo ambao utakuwa ndio kiashiria cha kwamba tunakwenda kuanza msimu mpya wa mashindano 2026 2027. Mechi hii ambayo itakuwa ni kubwa kabisa, ambayo inakwenda kutufungulia msimu mpya wa mashindano. Tumeshuhudia timu zote hizi mbili zikicheza siku ya Jumamosi pamoja na jana Jumapili. Twende tukatazame, nitumie tena taaluma zenu za ukocha. Mimi nitauliza maswali afu mtaniambia mwanzo kama nipo sahihi au sipo sahihi. Inawezekana kwa upande wa Simba kukawa kuna wastani walau hata wa 40% mpaka 50% kwa mashabiki kwamba wameshaiona timu yao baada ya kuiona kwenye michezo minne ya daraja la juu. Ya Simba mashabiki wameona timu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ya hiyo platform ambayo ilionekana kwa timu kucheza mechi ambazo ilikuwa na haki ya kuoneshwa kwenye television, na wamepata nafasi ya kuona timu ikicheza kuanzia ikiwa Rwanda mpaka kwenye mechi ambayo amekuja kucheza hapa. Lakini kwa mwalimu pia, kwa maana ya coach Steve Barker, naye pia amepata nafasi ya kuona nini ambacho anaweza kaenda nacho kwenye msimu unaokuja. Listen, kwako wana Simba walichokiona kwenye michezo hii ndicho waishi nacho, au unaamini kutakuwa kuna muonekano mwingine wa tofauti wa Simba? Taswira mbili tofauti. Taswira mbili tofauti kwa sababu kwa hiyo walichokiona wasiishi nacho kwenye mechi hizi nne. Yani wameona vitu vikubwa viwili. Wameona mwendelezo wa wachezaji bora waliomaliza msimu, na sio tu bora, tuseme wachezaji kwa ujumla waliokuwa kwenye kikosi, na wameona touches za wachezaji wapya ndani ya kikosi. Lakini katika kupata uti wa mgongo wa timu kwa ujumla, katika kuipata first 11 ya kitimu, ni swala lingine serious zaidi ya lile, kwa maana ya kile walichokiona ni mchakato wa mwalimu kumpa kila nafasi mchezaji aonyeshe ndani ya pressure. Ukimpa mchezaji tu nafasi aonyeshe Bunju uwanja wa mazoezi, ukimpa tu nafasi aonyeshe siyo Rwanda kulikuwa kwenye viwanja vya mazoezi, ni tofauti na unavyompa kwenye pressure ya mechi inaonyeshwa, mechi na mashabiki. Na mtihani sahihi wa mchezaji, Coach Hera unafahamu, ni kumpa mechi yenye pressure. Pale ndipo kwenye mtihani, kwa sababu ndo unaupata uhalisia wa mchezaji. Kwenye uwanja wa mazoezi kila player anakuwa bora, unajua. Lakini
combination ya vitu vitano ndo vinamfanya mchezaji awe bora. Uwezo wa kimwili kwa maana physique, tunasema uwezo wa kiufundi technique, uwezo wa kimbinu tactic, lakini eneo la nne ni mindset, kwa maana akili yake inawaza nini, psychology yake, yuko matured kwa kiasi gani, mental toughness, uwezo wa kuhandle pressure, lakini cha mwisho ni team player. Je, anaweza kucheza kitimu? Kwa hiyo kati ya hayo matano mwalimu akiendelea kuona yanafaa kwa kila mchezaji aliyeingia, yanomkamilisha kuwa professional player, anaingia kwenye mfumo. Hicho anachokwenda kukiona maybe kuanzia dabi, ndio big picture, ndo taswira halisi ya kitu ambacho tutakiona kwenye msimu. Nimeuliza hilo swali kwa sababu kwa mashabiki wa Yanga inawezekana wao wakawa hapo katikati, kwa sababu timu yao ndo wameiona jana kwa mara ya kwanza ikicheza, benchi la ufundi jipya na wachezaji wengi pia wapya wameingia. Timu ina wachezaji almost 11 wapya kwenye huo mchanganyiko, lakini Simba wameiona timu yao. Lakini kwa majibu hapa ambayo tumeyapata ina taswira mbili tofauti. Kwa ufupi sana wameweza kujibu, na ndivyo ambavyo nilikuwa nataka ili tuende tukaishambulie sasa. Matarajio ni yapi? Coach Michael Yera anasema huyu akiwa kocha hapaki basi, huyu kama Marcelo Bielsa tuondoke, tunakuja kwetu. Michael Yera yeye anasema kwamba eneo kubwa wameiona timu yao na walichokiona waweze kuishi nacho, lakini Godwin Muro anaamini mwalimu atakuwa na picha nyingine ya tofauti. Mapema kabisa aligusa kwamba kuna wachezaji 16 ambao coach Steve Barker inawezekana ndio ambao anawaamini kwamba hilo ni jeshi ambao anaweza kalitumia kwenye mazingira yale ya mahitaji zaidi kwenye mechi za kirafiki. Coach Yara, nianzie kwako kwa hali ya timu zote mbili, namna ambavyo tumeziona. Simba tumemwona sana, Yanga tumemwona jana, lakini tukichanganya benchi la ufundi na profile za wachezaji waliosajiliwa pande zote, tutegemea kuona mchezo wa daraja gani? Mchezo ambao utakuwa ni wa daraja la juu kwanza, kutokana na kile ambacho mara nyingi huwa tunakijua kwenye derby. It's obvious ni mechi ambayo wakati mwingine sio tu hivi ambao vinaonekana kwa macho ya kawaida, ni zaidi ya mechi yenyewe ambayo hisia zinakuwa nyingi, lakini pia ushindani unakuwa ni wa asili katika uwanja wa mechi. Lakini kwa display ya kile ambacho angalau tumepata nafasi ya kukiona, nafikiri kwa timu zote mbili zinaweza zikawa zina struggle jinsi gani ambao zinaweza zikatengeneza patterns nzuri za kufika kwenye lango la wapinzani na kutengeneza nafasi za kufunga. Kwa nini? Kwa sababu ukimwangalia Simba kwenye mechi hizi ambazo wamecheza, ukienda kwenye uchambuzi wa kinamba peke yake, unaona ni timu ambayo bado inaweza ikawa ni struggle kwenye eneo la kushambulia, kwa sababu utafanya reference kwenye mechi ambazo wamecheza dhidi ya Jamus wakiwa Rwanda, wamecheza dhidi ya Mogadishu City, wakaja akacheza dhidi ya Singida Black Stars, then amekuja kucheza kwenye mechi dhidi ya Polisi. Kwenye hizi mechi 4 kama unafanya uchambuzi wa kinamba, ukiwa sasa unavaa mbwaduki, unaona Simba ambayo mbwaduki issues. Mechi 4 Simba kafunga magoli mawili. Kafunga magoli mawili na alifunga kwenye mechi moja dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo unaweza kuona hizo ni namba ambazo hazihitaji tena mchanganuo kwamba nini ambacho kilifanyika. Ni namba ambazo ziko pale, na kwa sababu ni sayansi hauwezi ukaibishia, kwa sababu ni namba 2 tu ambazo wamefunga magoli. Lakini utaenda kwenye eneo la kufunga, wameruhusu pia magoli mangapi? Mawili. Unaona bado wameruhusu magoli mawili. Kwa hiyo moja dhidi ya Singida kwenye ushindi wa goli 2-1 na moja dhidi ya Kenya Police. Kwa unaweza kuona hapo ni kwenye eneo la namba ambazo zenyewe zinabakia kuwa hapo. Lakini namba pengine wakati mwingine nasema sio kila kitu kwenye football. Unatakiwa sasa kurudi na kuona jinsi gani ambavyo timu inacheza. Mimi kwangu nafikiri ukiziacha zile mechi 3 ambazo alicheza pale Rwanda. Kwa mfano ukiangalia kwenye mechi dhidi ya Polisi, first half jinsi ambavyo Simba alikuwa anacheza, ndio mechi ambayo hawakuanza na Dumbia ambaye kule mara kadhaa alikuwa anaonekana ndiye anaanza, mwalimu anaona ni nawezaje kucheza na mshambuliaji kinara. Lakini kwenye mechi ambayo alicheza dhidi ya Polisi first half walianza na Elim Panzo Kibisawala. Alianza Elim Panzo, akaanza Anset Ula, akawa na Libase Gay pamoja na Morris Abraham. Watu 4 kwenye eneo la kushambulia. Mimi kwangu moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinanifurahisha zaidi ni jinsi ambavyo timu ilikuwa inajaribu kuwafanya Polisi Tanzania Polisi Kenya wasiwe comfortable kwenye kuanzisha mpira kwenye eneo la juu. Ulikuwa unaona muda mwingi wale wachezaji 4 ambao walikuwa wanakaa juu walikuwa wanaziba sana hizo nafasi za timu kuanzisha mashambulizi kutokea kwao. Lakini utaangalia Polisi wao mpango wao ulikuwa ni wa namna gani, kwa sababu wewe unavyokuwa na mpango wako unamwangalia pia mpinzani na mpango wa namna gani.
Polisi wao walikuwa hawatamani sana pengine kuanza mpira kwenye hilo eneo. Kwa hiyo hata ilivyokuja inatokea Simba anaenda kuzuia kwenye maeneo, wao wakawa wanaona it's okay, kwa sababu sisi sio mpango wetu pengine wa kwanza kuwa na ile eneo, kwa sababu timu ambayo inacheza na low block pengine njia yao kuondoka mara nyingi wanatamani kuondoka kwa kutoa mpira kutoka kwenye ile eneo lao wasogeze juu ili wao warudi kwenye eneo lao la kuzuia. Yaani sio tena sisi tuanze tena kucheza hapa chini. Kwa sababu sisi mpango wetu ni kucheza low. Maana yake ni kwamba sisi tukitoa mpira tukisogeza juu, shape yetu tutaanza kuiona, tuanze maintain kile ambacho sisi kama timu tunakiamini. Kwa hiyo kilichokuwa kinabakia kwa Simba ni kuona jinsi gani ambavyo baada ya mpira kutoka kwenye eneo la mwanzo wakiusogeza katikati, reaction ya kurudi nyinyi kwenda kushambulia inakuwa ni ya namna gani. Kitu ambacho kilikuwa kinatokea pengine kinaweza ikawa ni positive kwa upande wa Steve Barker. Ulikuwa unaona kulikuwa kuna interchange nzuri ya wachezaji wa Simba kwenye eneo la kushambulia. Anset Oura, Libase Gay, Morris Abraham na Mpanzu Eli. Kuna movement ambazo walikuwa wanazifanya kwenye eneo la kushambulia, kitu ambacho nasema ndicho ambacho kinatakiwa kwa wakati mnaenda kushambulia. Kwa sababu kwenye football wakati timu inaenda kushambulia sio tena about formation. Yaani hiyo system ambayo mwanzo ilikuwa inaonekana pale ni 4-4-2 au 4-2-3-1 inakufa. Sio tena issue tena kuangalia kwamba mmepangaje system ya kucheza. Ni style sasa ambayo itawafanya nyinyi kuwa na movement nzuri kwenye eneo la kushambulia. Which kwa Simba uliona alivyokuwa naenda first half, Simba ametengeneza nafasi kadhaa. Unaona kuna muda alikosa goli Morris, mpira ambao ulienda wide ikapigwa cross na Duchu. Imepigwa cross perfect kabisa. Imeenda kwenye eneo la mwisho. Ile ndio unasema hapa timu imefika mwisho. Jambo ambalo ni zuri. Unaona pia kuna muda Elia alipata mpira, akaingia nao kwenye box afa yeye mwenyewe akaona kumekuwa kugumu akarudi nao tena nje. Maana yake ni issue ambayo unasema mwalimu anaweza akasema okay, sasa tunatakiwa kubadilisha kwenye siku mbili ambazo naenda kwenye uwanja mazoezi. Ikitokea movement zetu pale juu, Elie Mpanzu labda kamaliza kafika pale, nani ambaye anatakiwa kuwa anampa hizo. Tutazame kwenye picha tofauti kwako kabla sijaenda kwa Godlisten. Coach Michael Yera alikuwa anazungumza kwa sababu ilikuwa tunaangalia tutegemea mchezo aina gani. Kwa msimu uliopita Steve Barker ni kama alizima ule uteja wa Simba kwa Yanga. Kwamba ile season ya nyuma tuliona kuna lakini msimu huu tunaona uliomalizika 25-26 mechi zote ziliuma. Waligawana alama bila 2-2. Muendelezo huo na muungano pia. Na muungano pia. Simba alishinda kwenye 120. Simba alishinda. Kwa muendelezo huo Simba akiwa anaishi kama tunasema underdog kwa misimu kadhaa hapo nyuma. Msimu uliopita kwenye ligi tunaona akazima kwamba hauchukui 4 wala hauchukui 6. Tunagawana. Kesho kutwa tutegemee kuona muendelezo au kunaweza kawa kuna improvement zaidi ya Simba labda kwenda kwenye ushindi. Ya kwanza kwa Simba nafikiri kuelekea kwenye mechi una uwezo kawa naona kwa sababu mpango utaanzia kwenye selection ya squad. Yaani kwenye uchaguzi wa kikosi ambacho kinaenda kucheza, then unategemea nini sasa kutokana na uchaguzi wa kikosi ambacho kinaenda kucheza. Expectation ni kuona Simba kwenye uchaguzi wa kikosi watakuwa bado wanaamini kwamba miongoni mwa wachezaji ambao wanatakiwa kuwa kwenye jukwaa la mechi dhidi ya Young Africans ni wale ambao walikuwa wameshowcase kitu kizuri last season. Na unaweza kuona maingizo mapya ni kipi ambacho anaweza akaja kudeliver kwenye kipindi hiki kifupi. Hauoni kama kuna mchezaji ambaye anaweza akaingia direct kwenye kikosi cha mwanzo kwa wingi, yani sio wengi ambao anaweza akaingia. Pengine unaweza kuona kwa sababu Hassan Kante kwa mfano yupo kwenye ile midfield. Juzi amecheza yule Ibrahim Jabal ambaye unaweza kuona kuna kitu ambacho alikiofa kwenye eneo la midfield. Ni supplier mzuri pengine wa pasi, anaweza akapiga pasi kwa haraka kutoka kwenye miguu yake kwenda kwenye maeneo ambayo anakuwa na hatari. Na Simba moja kati ya eneo ambalo walikuwa wanaonyesha kwamba wana hatari ni maeneo ya wide. Walikuwa wanaonekana mpira ukifika kwa Anset, ukifika kwa Libase, ndio maeneo ambayo yana hatari zaidi. Kwa hiyo bado unaweza kuona pengine kwa Simba kwanza kwenye mwanzo wa uchaguzi wa kikosi hauoni kama kuna mabadiliko makubwa ambayo mwalimu atafanya. Yaani sio ajabu kuona kwenye kikosi cha kwanza kikarudi kile pengine na ongezeko la mchezaji mmoja ama wawili. Kwa maana Duchu atarudi upande wa anaweza kucheza upande wa kulia ambao lastly alikuwa anacheza Shomari Kapombe. Lakini Duchu ni mgeni kwenye timu, unaona bado ni DNA ile yani ni wale ambao wako kwenye timu. Kwa hiyo hauoni kama pengine kuna uwezekano mkubwa wa mwalimu kwenda kwenye hii mechi
akasema nimempata Dumbia, sasa ndo nimwanzishe kama mshambuliaji kinara. Au nimempata let's say kiungo mwingine labda yule South Africa Kaleto aanze upande mmoja. Inawezekana au Chilambo. Yes, ni ngumu kuona mwalimu anaingia kwenye. Godlisten, tutazame eneo la makocha. Wote tamaduni ni Afrika Kusini. Steve Barker alikuwepo tayari na Simba anayajua mazingira, timu ni ya kwake. Lakini kwa upande wa Mangoba naye pia na kikosi cha Young Africans. Na tulikuwa tunazungumza tamaduni ya hawa makocha. Inaonekana wengi power yao wanaitegemea kutoka wide kwenye mawinga. Tunaona Yanga pia naye ni ile eneo kaliongezea nguvu za kutosha. Mawinga pia wapo wa kutosha. Kwa kocha Mangoba tukienda kumtazama yeye kwenye eneo zima la ubora wake wa kimbinu, ukimkompea na upande wa kocha Steve Barker, tegemea kuona kitu gani cha ziada kutoka kwenye mabenchi la ufundi hususan kwa kocha wa Yanga? Nafikiri Mangoba yeye unaweza ukaanza kudili naye kwenye ubora wake timu alizotoka, kwa sababu mechi ngumu kabisa ya kiushindani huenda ikaanza kuwa ni hii ya dabi. Tofauti hata na ile ya jana. Of course japo kwa ya jana unawapa credit Egle du Congo kwa display bora aliyotuonyesha. Ilikuwa ni mechi tough kwa coach, lakini ilikuwa haimpi uthubutu wa yeye kuingia na ule msondo mziki wake uliotimia. Ulikuwa unampa tu nafasi ya kuonyesha machaguo yaliyopo kwenye kikosi, options zote ziko ndani ya kikosi zionekane. Lakini akiwa Mamelodi Sundowns kwenye benchi la ufundi, akiwa na Roland Mokwena, akiwa na Steve Kompela, wote walikuwa falsafa yao ni moja ambayo inaongozwa na falsafa ya timu. Lazima ile samba football ya Brazil ionekane, timu ipossess. Inavotoka kwenye eneo lao la chini kwenye build up, ikifika kwenye progression area eneo la katikati ya kiwanja waweje, Mamelodi wana attack kwa staili gani. Of course walikuwa stylish, unaona kabisa hawa wanakuja na mtindo tofauti unaowatambulisha. Lakini akaenda Golden Arrows, miongoni mwa timu ngumu Afrika Kusini, haina mafanikio makubwa. Tunasemaga ni mid-table teams, ni timu za madaraja ya kati kwenye msimamo, lakini alipata nafasi ya kuwa kocha mkuu na kudisplay kitu alichokiweza. Bahati nzuri ni kwamba tunapomzungumza Mangoba, tunamzungumza kocha ambaye kwa falsafa ya kusini mwa Afrika, huu ukanda wa Kosafa, asilimia kubwa timu zinacheza. Huwezi kukuta mbinu ya kudefend kupita kiasi. Kudefend ni sehemu ya mchezo kwa sababu ni pati ya pili. Team without the ball, huna mpira, lazima mtatakiwa kudefend. Hakuna kocha ana skip hicho kipengele. Lakini asilimia kubwa kusini mwa Afrika huku, makocha wengi wana train team sana kushambulia. Angalia sio ligi ya Afrika Kusini, Namibia, Zambia, utagundua skills ni nyingi. Mpira unatembea sana kuliko mpira. Unajua mpira mgumu wa mambinu ukiufuatilia Afrika huko kaskazini. Yani kuanzia Misri, Libya, Algeria, Morocco, Tunisia. Kuna muda Al Ahly anaweza kaja kucheza hata na Singida tu hapa. Anakaa chini. Anacheza vile kwenye tatibu. Ugenini utamwona yupo chini. Uangalia hata wakicheza AFCON. Yani wale ndo wamekimbia kwenye game za kina Catenaccio za Kiitaliano huko. Wako very smart kwenye eneo hilo. Sasa huku chini talents sana zinazungumza na makocha wanaingia humo kwenye mifumo. Kwa hata ukimzungumza Mangoba, kitu unachokiona kwake ni namba moja. Hata kwa kitu tulichokiona jana dhidi ya Egle du Congo, anataka namba kubwa kwenye eneo la kushambulia. Kitu ambacho si kigeni kwa Young Africans. Kashafanya Moalin, kashafanya Miludi Hamdi, kashafanya Gamondi, kashafanya Nabi. Japo Nabi amekuaga tofauti kidogo na hawa. Gamondi alikuwa timu anaiparalyze kabisa timu ya wapinzani. Namba anayekuletea juu ya mstari wako utafurahi mwenyewe. Lakini kwa Young Africans unachokiona kuelekea kwenye mchezo huu, kwanza selection iliyokuwepo jana itabadilika. Lazima watakwenda na kikosi chao ambacho ndo anaamini ndo nguo ya sikukuu, haitakapaswa kubadilika kwa sababu saikolojia ya msimu si kwa kocha.
lakini kuanzia kwa viongozi na mashabiki huwa inaanza kutengenezwa pale kwenye mchezo huo wa dabi wa ngao. Kwa hiyo mara nyingi hapa sio habari ya process. Hawatataka unapokwenda baada ya mchezo post match interview ile unawekewa mic unaanza kusema tuko kwenye process sio wao wanataka tukusikia tulifaulu hapa. Tulifanikiwa kumkamata mpinzani hivi. Nimefurahishwa na kiwango cha mchezaji fulani ndani ya dakika 90. Wa mpinzani wangu walivyo change hivi skimu yao na mimi nilikuja na skimu hii ya mchezo. Ndio shabiki wanataka kusikia kwa maana kuandaa kisaikolojia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni knockout match. Ni lazima apatikane mshindi siku hiyo. Weather itaenda na uzuri ngao waga haendi 120. Na Inter zikifeli watu wanakwenda kwenye mikwaju ya maguu ya mtu mzima 12. Kwa hiyo nafikiri kuelekea hapo mimi namuona coach wa Young Africans kwanza akiamini kwenye ripoti ya msimu uliopita. Mabadiliko machache yanaweza nani alikuwa regular starter hapa eneo la juu, alikuwa Dube ama Depo? Sasa hivi na Shalulile. Simama pale kwa sababu wote tumefanya kazi Masandawana na kujua vizuri. Nikiwa msaidizi wa Mamelodi, nikiwa kocha wa muda Mamelodi, interim coach, wewe ndio ulikuwepo pale. Nyuma yako ndio kina Marcelo Ende Bravo, kuna Teboho Mokoe na Temba Zwane. Kwa hiyo unakufahamu vizuri. Eneo la kiungo bado naweza nikarudi kwenye kile alichozungumza Yera kuhusu Simba Sports. Hata kwa Young Africans eneo la kiungo usishangae kuona Duke Abuya, Mudathiri, Maxi ukawaona na Okelo. Bado utawaona nyuma ya Shalulile. Eneo lao la defense probably inawezekana kwa sababu yao walianza jana second half akapisha. Boka na Mohamed Hussein wapo. Nafikiri kumuona Ibrabaka na Mwamnyeto kwenye kikosi kinachoanza inaweza isiwe surprise. Jigi Diarra mbele ya Masalanga na Msheri, lakini kesi ikawa tu ni natamani tu nione uhalisia wa falsafa ya Mankoba tofauti na hao waliopita. Nje tu ya kuamini kwamba aina ya football anayocheza. Achana na aina ya football. Alternatives, yani mpango mbadala timu inapokuwa katika mazingira magumu. Yeye anakuja na kitu gani? Hapo nimekupata bana. Septemba 16 mwaka 2025 ndio tarehe ambayo ilichezwa mechi ya ngao ya jamii ambayo ilifungua msimu wa mashindano uliopita 2025 2026, mechi ambayo Young Africans walipata ushindi wa bao 1-0, lakini Agosti 12 mwaka 2026 ndio tarehe ambayo itachezwa mechi ya ngao ya jamii kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026 2027. Tumesikia coach Michael Yera pamoja na Godwin Mura wakitupa picha kubwa ya timu hizi mbili. Kinachobaki ni sisi tu kukaa na kusubiri tuweze kuona ni kocha gani ambaye ataibuka on top siku hiyo, kocha gani ambaye anaweza akamshinda wenzie kutokana na ubora wa mbinu zake, lakini pia ubora wa wachezaji, na eneo kubwa zaidi hapa limeguswa kwenye team selection. Je, timu hizi zitabadilika kwa kiwango gani? Kocha Steve Barker alikuwepo tangu msimu uliopita, hivyo nguo yake ya kuvaa kuendea mjini au nguo yake ya sikukuu anaijua. Lakini kocha Mangoba kwa upande wa kocha Young Africans, yeye atakuja na nguo ya sikukuu yenye muonekano upi kama ile ambayo alitumia Mwalimu, au atakuja na mtindo wake wa tofauti namna ambavyo atakuwa amejiandaa? Burudani hiyo utapata nafasi ya kuitazama kupitia Azam Sports 1 HD. Kumbuka tu huo utakuwa ni mchezo ambao utapigwa pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman, shughuli ambayo itakuwa inatufungulia msimu mpya wa mashindano. Lakini sisi tukiwa tunazungumza kimbinu na kiufundi na matarajio, tukiwa tunakupa rekodi, historia pamoja na namba za makocha pamoja na wachezaji, wewe unayotazama pia una sehemu yako kubwa sana vile ambavyo unakuwa unataraji kitu gani ambacho utakiona katika mchezo. Sasa tuelekee pale mkoani Iringa. Wapi? Iringa, Stone Town, ambapo bwana pale kwa wanaparuhengo. Sasa pale mkoani Iringa, baada ya kukamilika kwa matamasha ya Simba Day na Yanga Day, mashabiki wa timu hizo mkoani Iringa wameanza kumwaga tambo, kila mmoja akijinasibu na ubora wa kikosi chake kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Mashabiki hao sasa wameeleza macho yao yapo kwenye ngao ya jamii inatarajiwa kuchezwa Agosti 12 mwaka huu, wakisubiri kwa hamu kubwa kuona ni nani atakayeanza msimu kwa kumchapa mwenzake na kuondoka na kombe. Tuelekee mkoani Iringa. Matarajio yetu sisi wana Simba kwa pamoja kwa ujumla ni kuweza kuingia kwenye ushindani na kuweza kushinda tuseme kombe la NBC ambalo tumelipoteza msimu uliopita. Kwa hiyo lengo na mazumuni ya timu kama Simba Sport Club ni kushinda mechi zetu zote, hasa kwenye michezo ya kitaifa
yani tuseme mashindano ya kitaifa, ya mechi za kimataifa, basi tufanye vizuri na tuweze kushinda. Lengo la timu yoyote inataka kushinda, na sisi Simba Sport Club na wanachama kwa ujumla wanahitaji ushindi ili waweze kuwa na morali wa kuweza kuishabikia timu yao. Kikosi kwa kweli kwa msimu huu tunaoanza kweli wajipange. Kikosi tumeona kizuri, wachezaji wamesajiliwa wazuri, kwa hiyo tunaona tutapata nguvu kubwa sana, na timu hii nahisi tutachimba dawa sana. Pale mbele Dumbia pale, lazima akiwache sana, lazima akiwache. Ukiangalia katikati hapa mzee Karesto yule lazima moto wake kwa kweli. Ni swala la ubingwa, kwa sababu mimi kila siku nasema ubingwa ni marathon, ila ninachoamini kwamba timu yangu sasa hivi niliyokuwa nayo iko vizuri na kocha mzuri, ubingwa mapema sana na uhakika. Mimi sina majina, ila timu yangu ninachoamini ikishaingia uwanjani yoyote ananipa matokeo. Tarehe 12 vipi? Tarehe 12 hiyo mapema. Namlaumu Osimhen tunamsubiri tarehe 12. Mimi wachezaji wangu wote nawapa muda. Kulizika tumelizika, watu tumewaona, labda tu mambo ya kutokea, sababu mambo mengi yanatokea, kutokea, lakini kulizika tumesajili, tumelizika wachezaji walikuwa nao. Kwa kifupi niseme tu, sisi tuna kikosi kikubwa sana ambacho kina uwezo kupambana na timu yoyote na ikapata matokeo. Mimi mwaka huu najua ubingwa wanipe mapema kabisa, kwa sababu mwaka jana alikuwa sina hata namba 6 pale katikati. Mwaka huu niletea jitu, bonge la jitu. Kwa hiyo mwaka huu mpira juu, watu wanaruka kichwa, watu wanakaa gambani hapa. Umeelewa? Kwa hiyo mwaka huu kombe mapema kabisa. Yaani safari hii tunabidi upigiwe pila Shaurile pale. Sasa unakuta Shaurile huku, unakuta Okelo, yani katikati pale unakuta safari hii mimi na wasati tarehe 15 watu wataleta timu. Tarehe 12 watu wataleta timu. Wataleta timu. Kwa mpira wote tunaona jana ule. Mpira wote jana tunaona ile kwenye nini? Sonda FC ndio tumeuangalia pale kwa mpira ndio watu na Yanga kweli. Ulipoangalia wewe. Mtangazaji. Sisi tumekuambia timu ya mwaka huu mtu asipochaka kuanzia 7-8 kama ile hii ungamwana katikati iliyoisha ile, mtu alikuwa anakula 6-5 6-5-4. Sasa angalia timu gani mwaka jana ambayo imeongoza goli 5 kipindi cha kwanza 5. Sasa mwaka huu unasikia kipindi cha kwanza ni goli 7, kipindi cha pili mtu achukua mpira kwa pane na anakimbia nayo. Hizo ni tambo za mashabiki kutoka pale mkoani Iringa. Idadi ya mabao inayotajwa ndio ambayo pia baadaye huwa inakuja kutengeneza lawama, kwa sababu unajikuta umejipa vitu vizito na vikubwa, ndipo unapoanza kusema mule hamna striker. Umesikia bao 7 hizo za first half. Bao 7 tu mpira kwa pani. Kipindi cha kwanza nakwambia. Sababu hata Brazil zile 7. Kipindi cha kwanza alikula 5 unajua. Ile na Ujerumani. Lakini nifana goli 7 iko mingi alitaja. Ile ni kubwa. Ile ni kwa sababu kapigwa mkubwa. Unajua sasa hivi. Alafu unaambiwa Joachim Low, unajua aliwaambiaje Wajerumani? Aliambia bwana wako nyumbani, hichi tulichofanya kinatosha. Tuende tukafanya game management. Unaambiwa Andre Schule alikuwa anafanya homa hapo kuingia sabu hajasikia maelekezo. Kaingia kaweka hisi. Akaenda kwa kiwashi. Unajua wengi mnaweza mkao mlipigwa 5-5 6, ila ukipigwa mkubwa ndio utakuwa mfano. Wewe ndio utakuwa mfano. Mifano iko mingi. Na huyu si Selesao. Kwani Selesao kama ni nyingi simngeweka 8 za Arsenal. Kwani nafikiri zile 8 za Arsenal kwa nini hazisahauliki? Mfano mzuri. Arsenal 8. Kwa hiyo ndo comeback ya kuninyamazisha. Hivi United haijawahi kupigwa 6 na City. Manchester City. Manchester City. Manchester City. Kwa kuna muda mkubwa ukiotewa unakula nyingi. Basa alichukua 8 za Bayern. Za Bayern Champions League. Achana na 7 ile ya 4 huku 3. Kuna 8 zilitokea pale Lisbon, ile ya Covid. Ile ya Covid. Wote walikutania Ureno. Ile naikumbuka. Alafu kuna 5 ya Mourinho anakula Barcelona. Ile nayo huwa haisahauliki. 5 bila ile. Gerard Pique anakufanyia hivi. Amefunga Xavi, kafunga David Villa 2, kafunga kuna mtoto alifunga bao la mwisho anaitwa Jeffrey Suarez. Yes. Dakika za mwisho bwana tunataka itokee tena Jumatano. Shabiki kaongea tu, unajua na of course mechi kubwa zinakuwa zina mambo mengi. Shabiki akwambia kuna chuma 7 first half. Na inawezekana amezungumza kimazoea kwa sababu karibuni hapo kwa kuna 5. Kwa hiyo watu wa Yanga bado wana ile furaha.
Bana, hayo ni maandalizi na maoni na mitazamo ya mashabiki pamoja na wanachama wa hizi timu mbili kubwa za Kariakoo kuelekea msimu mpya wa mashindano na yale ambayo wanayataraji. Kumbuka pia umesikia baadhi ya mashabiki wa Simba hapo wakisema kwa mwaka huu kitaifa wanataka kufanya vizuri, ikiwemo kuchukua ubingwa wa NBC Premier League, ubingwa ambao wameupoteza kwa takriban misimu 5 mfululizo wakiwa hawajabeba. Kwa hiyo kitu gani hasa ambacho wanacho tayari wamekwisha anza kuiona timu yao, na kwenye mechi ya ngao ya jamii inawezekana ikawa ni mechi ambayo ikawatengenezea hali ya kuendelea kujiamini zaidi, kujua yaliomo yamo au watapaswa kuendelea kusubiri tena kidogo kwa msimu mwingine wa mashindano. Hii ni Viwanjani, tupo kwenye soka letu, tunazama taarifa kutoka hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Godress Nimulo pamoja na Michael Hiera, coach. Kumbuka hawa wote ni makocha, lakini yule ukocha anachambulia, anafundisha vijana lakini huyu ni kocha rasmi ambaye amekwisha jitambulisha. Sasa na hela za ukocha ushaanza kula. Mimi natoa vijana mtaani. Kwa hiyo kumbe wote mimi sinapika vijana mtaani. Hiera anawachukua siku. Wewe unasaidia vijana. Timu ya ligi kuu huyu. Wewe unasaidia vijana. Lakini Michael Hiera anakula mshahara. Bwana, hebu mlete nimfanyie trial. Trial. Bwana ikitiki tuonane pasenti. Kwa hiyo listen, kuna muda kule unamwambia mzazi kwamba mlete tu. Mimi na kocha hata nitaongea naye na watu. Unasema channel ipo. Hatari kabisa. Bwana, pale jijini Tanga kwa upande wa kikosi cha Coastal Union bwana, watakuwa na tamasha la Coastal Union rasmi ambalo litafanyika kesho katika dimba la Mkwakwani mkoani Tanga, ambapo huu ni mwendelezo kwani wamekuwa wakifanya hivi kila msimu mpya wa mashindano unapokuwa unakaribia kuanza. Mbali na burudani zitakazosindikiza tamasha hilo, pia kutakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya timu kutoka Kenya ambayo itakuwa ni Bandari FC. Coastal Union bwana, wao watakuwa na jambo lao hapo kesho ambayo itakuwa ni Agosti 11. Lakini katika shughuli hiyo mgeni rasmi ni waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso, ndiye ambaye atakuwa mgeni rasmi. Na kwa upande wa kikosi cha Coastal Union, wao watacheza dhidi ya Bandari FC kutoka pale nchini Kenya. Msimu uliopita alicheza na APS Bomet. Walipanda kwenye ligi msimu ule. Kwa msimu wa kwanza kwenye ligi kuu ya Kenya. Kwa hiyo safari pia wataona dhidi ya Bandari. Alafu kuna picha zilikuwa zinapita hapo zinahusisha na maafisa wa afya. Shughuli za kijamii. Sasa unajua ikoje yale mashirika makubwa duniani, maybe ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali, ya blood donation. Unajua sasa hivi ni kama pia yanaongezewa nguvu na hivi vilabu. Yes, kabisa. Kwa sababu kabla ya kuelekea kwenye kilele cha wiki yao, unakuta wanakuwa na wana hizi shughuli za kijamii, kufanya usafi kwenye vituo mbalimbali vya kijamii, kupeleka misaada kwenye vituo vya kulelea watoto ambao wako katika mazingira magumu na watu ambao maybe wana udhaifu wa namna tofauti. Kwa hiyo nafikiri kiwango cha charities, kiwango cha kujitolea sadaka kwa jamii kimekuwa cha juu sana inapofika nyakati kama hizi. Ni either wakati wa matamasha ya pre-season kuelekea kwenye msimu ama kuelekea kwenye michezo mikubwa. Wanafanya sana hivi na nafikiri inaongeza kiwango kikubwa sana, hasa mahospitali ambapo tunaona mara nyingi uhitaji wa damu umekuwa ni mkubwa. Kwa hiyo sasa hivi imekuwa hamasa tena haitokani na yale mashirika ya kiafya. Timu tu zinatosha. Coastal hapo tayari pale Tanga mjini inawezekana tayari kuna hospitali zishafaidika pale kwenye benki ya damu. Simba Yanga washamaliza shughuli yao. Geita juzi walikuwa na shughuli yao, wamemwalika Pamba. Young Africans alikuwa pale Bukombe. Kwa hiyo nafikiri una imagine katika timu 16. Hata labda na za championship ikao utamaduni. Mzee wangu, unafikiri Wizara ya Afya watakuwa wanafaidika kwa kiwango gani? Kwa mfano tu Wizara ya Afya kwenye ishu ya damu. Kwa hiyo nafikiri hapa ndipo ambapo tunasema ile CSR. Ile social responsibility ambao tunasema namna gani unarejesha kwa jamii yako kupitia michezo. Na ndo hapo ambapo sasa leo hii hata wale wazazi zamani wale utasema wazazi wanoko hawaelewi chochote kuhusu mpira, sio habari ya michezo. Leo ukimgusia hizi activities zinazoendelea anabariki, anaelewa kabisa hapa hichi kinachofanyika. Of course ni kitu fulani ambacho kinabakia kuwa positive sana kwenye jamii. Kwa hiyo kwa Coastal na wenyewe imekuwa the best sana. Natamani iwe kwenye msimu at least timu zote 16.
Ya, ni mpangilio tu wa matukio namna ambavyo timu zinakuwa polisi walisema leo polisi nao wanafanya leo polisi wanafanya leo wao Liakuru alisema hapa siku polisi wanafanya leo Kostari kesho. Azam FC walitangaza kwamba msimu huu ni msimu mwingine tena ambapo Azamka haitakuwepo, lakini umekuwa ni utamaduni wa mambo haya yamekuwa yakifanyika kwa maana kwamba haya matamasha ikiwa ni sehemu kuelekea msimu mpya wa mashindano. Ni kushukuru sana wewe ambaye umeendelea kutufuatilia na kuendelea kuwa nasi kupitia Viwanjani.